Picha inaanza tukimwona bidada kwa jina la Madison akiwa anashuka kwenye gari kuelekea kwa Dobby. Akiwa anaelekea kwa Dobby anampalamia mfanyakazi wa pale kwa jina la Edna aliyekuwa amebeba maji machafu, hivyo yanamwagikia kwenye nguo yake. Madison anawaka kwelikweli na anamzaba kibao. "We kinyago, unajua hili gauni lina gharama kiasi gani mpaka unalichafua? Nyambafu, lina thamani ya mshahara wako wote uliokusanya maisha yako yote." Bidada anataizi kwelikweli. "Madam, nisamee, ni bahati mbaya tu," lakini Martin haelewi. Hivyo Dave, bosi wa pale, anaingilia kati. "Jamani, kuna nini hapa? Mfanyakazi wako amenichafua bwana." "Sorry sana madam, tutafanya utaratibu tukufulie hiyo nguo bure." "Hapana Dave, unachoweza kufanya ni kumfukuza huyo kinyago, la sivyo mimi na mpenzi wangu Miles hatutokuja kukuchengea hapa ofisini kwako tena." "Sawa madam, nitalishughulikia, usiwe na wasiwasi." Kisha bidada anarudi kwenye gari na kusepa na mpenzi wake. Basi baadaye tunamwona Dave akimfukuza kazi Edna. "Sina jinsi, hao watu wananichengea hela nyingi sana kwa kuwafanyia kazi, siwezi kuwapoteza. Nakumbuka mimi ni mfanyabiashara Naomba uondoke hapa Edna." "Bosi, naomba usinifukuze, sina pa kwenda." "Hapana Edna, naomba uondoke au nikuitie polisi." Kusikia hivyo bidada anaamua kusepa kwani hana jinsi. Baadaye tunaona Miles na Madison wakiwa wamefika home. Madison anashuka chapo akielekea ndani. "Penzi, unaelekea wapi? Kuna vitu vya kubeba kwenye gari, unaenda wapi?" "Ah, si ubebe mwenyewe." Hii inaonyesha dhahiri mwanamke amheshimu mpenzi wake. Mwamba hana jinsi, kinyonge anabeba ile mizigo na kuelekea ndani. Upande mwingine tunamwona bidada akizunguka tu kwani hana mahali pa kulala kabisa. Anaangaza huko na huko. Kwa bahati nzuri anapata mjengo ambao haujakamilika, hivyo anapanga tofali pale na mbao kisha anauchapa usingizi. Basi siku iliyofuata pale site mafundi wanafika kupiga kazi. Hapo tunamwona Piccolo pamoja na Godwin. Engineer alisema ataongeza watu wa kutusaidia na hizi kazi, lakini sioni mtu mpaka sasa. Huyu jamaa atakuwa mjanja sana. Sio ajabu kama anampa bosi wake hesabu ya watu 5 na hapa tupo watu 2 tu. Muda anaongea hivyo, kumbe bidada kwa ndani anawasikia kuwa mafundi wanahitaji nguvu kazi zaidi. Haraka bila kuchelewa anaamka na kujiweka sawa kisha anaenda kuongea nao. "Habari zenu jamani?" "Salama tu. Wewe ni nani na umwezaje kuingia hapa site?" Bidada anajiwahi na anasema, "Nimepitia pale getini, sema hamkuniona." Anamwambia hivyo kuepusha utata ili wasije wakajua kuwa alilala pale. "Geti hilo?" "Ndio." "Basi sawa. Unahitaji nini?" "Natafuta kazi. Nilikuwa naomba mnisaidie, nina shida sana." "Dada, hizi kazi za wanaume tu. Naombeni, nina shida, nitafanya tu." "Sawa, haina shida. Basi tutakuunganisha na engineer mkuu hapa site ili akupatie kazi, usiwe na wasiwasi. Kwani tunainuana." Sio muda engineer anafika, hivyo Mwamba anamtambulisha kwake. Edna anamwomba engineer, "Naomba kazi bosi, nina shida na kazi." "He, hizi kazi za wanaume unataka kuvunjika mgongo hapa?" "Hapana bosi, natafuta ugali tu kwani sina kila kitu." "Sawa basi, kaongee na Piccolo akupe tenda ili niangalie uwezo wako. Kumbuka na kuangalia." "Asante sana bosi." Kwa upande mwingine pale nyumbani kwa Miles tunamwona Miles akifua nguo mwenyewe tu. Yaani wifi haelewi kuhusu kazi na ni weekend. "Mpenzi vipi, unaelekea wapi tena?" "Naenda saluni na marafiki zangu kurekebisha nywele, kucha na kope." "Mbona mapema sana mpenzi?" "Mpenzi, kwani kuna muda ulioandika kwamba twende saa ngapi?" "Mpenzi, leo ni weekend, kuna nguo za kufua, nyumba yenyewe haieleweki. Angalia furushi hili. Kwa nini tusiweke mambo sawa alafu ndio uende?" "Hapana mpenzi, wewe fanya tu na nguo zangu hizi hapa." "Mambo gani sasa unafanya mpenzi?" "Mpenzi, nisaidie tu." Mwamba anakosa usemi kabisa. "Sawa basi, unarudi saa ngapi hapa nyumbani?" "Sijui narudi saa ngapi kipenzi, usinisubiri kabisa. Alafu usisahau kupika. Unajua napenda sana mapishi yako Kisha bidada anasepa, ananichola sana huyu. Baadaye tunamwona engineer akiwa ameenda kwa Miles kuchukua hesabu kwa ajili ya wafanyakazi wake pale site. "Sawa, hesabu ndio hii hapa Hakikisha kazi inaenda." "Sawa bosi, vipi site, unakuja leo au utakuja lini?" Hapana, nina kazi kidogo." "Sawa bosi, muda wowote wewe uwe huru kufika pale." Basi siku iliyofuata bidada kama kawaida akiwa katika ule mjengo anaamka asubuhi sana na kujiweka fresh ili wasimshtukie kuwa analala pale. Basi baadaye tunamwona bidada akiwa anakula mkate asubuhi na pale mafundi wanamkuta site. "Hey, umewezaje kuwahi mapema hivi hapa site? Unajua mimi nakaa karibu kwa kuwahi ni kugusa tu." "Halo Edna, una moto?" "Sawa basi, tuendelee na kazi." Basi kwa upande mwingine huko nyumbani kwa Miles, ule usiku Mwamba akiwa ameshatoka jobu, anaingia jikoni na kuvikuta vyombo vichafu. Hivyo anamuita Madison. "Madison, we Madison." Kipenzi, mbona unaniita kwa hasira hivyo? Nini unafanya sasa kuacha vyombo vichafu jikoni? Kwani kuna shida au mimi ni mfanyakazi wako?" "Kwani nimesema wewe ni mfanyakazi wangu?" "Sasa kama unaona kuna shida, si una mikono, usinisumbue, ukishindwa ajili mfanyakazi, nyambafu kabisa." Kisha bidada anasepa. "Mbona unanidharau sana Madison?" Mwamba kinyonge anachukua sabuni na dodoki kisha anaanza kuosha vile vyombo. Basi siku iliyofuata Mwamba akiwa anaenda site anashangaa kumuona wife akiwa amekaa tu. "Vipi tena mpenzi, mbona umekaa? Si tumekubaliana tunaenda site kwa ajili ya ukaguzi." "Hapana mpenzi, sidhani kama leo au siku yoyote nitaenda. Si unajua sitaki kuharibu ngozi yangu, najua kale pamoja na zile fujo za pale site, kwa hiyo sitoenda."
Oh, kwa hiyo miradi yangu inaharibu ngozi yako, sehemu ambapo hela za kukulisha na kukufanya hivi ulivyo zinatoka. Hapana mpenzi, mwamba amechoka kusikia maelezo. Sawa, haina shida. Kama unahitaji kitu, pesa ipo kwenye draw, unaweza kuchukua pale. Bidada anafurahi kweli kweli, yani akisikia hela hapo ndio amefika. Asante baby, asante, nakupenda sana. Anaimba sasa, hela hela hela, hela kweli hela. Upande wa site kazi zimemkalia Edna kooni, sema anakaza tu. Miles anapofika pale site, injinia mkuu anamtembeza na kumuonesha maendeleo ya site pamoja na hesabu inavyoenda. Akiwa pale Miles anamuona Edna, haraka anashtuka. Mbona kuna binti hapa site? Alafu hiyo sura mbona kama anaijua? Kumbe alikutana naye kipindi hicho anaenda kwa Dobby alivyokuwa anampelekea nguo. Engineer, mbona huyu dada yupo hapa site kwangu? Huyo ni mmoja wa wafanyakazi wangu. Hapana, sifurahishi kumuona hapa site. Naomba ushughulikie hilo swala. Sawa boss. Basi ile baadaye engineer mkuu anaenda kuongea na Edna na pale anamlipa hela yake ya kazi ya siku hiyo. Na baada ya hapo anamwambia, "Sema Edna, kuna issue ndogo. Bosi aliyeniajiri anadai hafurahishi kukuona mahali hapa. Lakini napiga sana kazi bosi." Najua ni kweli unapiga kazi, lakini kumbuka na mimi ni mfanyakazi, napokea amri kutoka kwake. Na yeye ndio anavodai ni kuondoe. Nimejaribu kukutetea lakini imeshindikana. Da boss, usiniondoe. Nina shida na kazi, nisaidie. Edna, sina namna, kwani nisipokuondoa nitaondoka mimi na wote waliopo hapa. Lakini naamini Mungu atakusaidia upate kazi nyingine. Bidada anachoka kabisa, anaona kama dunia imemgeukia yani. Upande mwingine tunamwona Miles akiwa amerudi home. Wife anampokea lakini hataki kumkumbatia. Hapana, inabidi ukaoge kwanza, una bakteria. Kisha tunamwona Mwamba anasepa na kwenda room kujiweka fresh. Mwamba akiwa dining ni kupiga miayo tu, yani ubao umemshika kweli. Mara mpenzi wake anatokea na msosi wa kuagiza. Ndio nini unafanya kuagiza msosi tena? Umeshindwa kupika au? Sikuwa na muda wa kupika kipenzi. Kwani masaa yote tokea asubuhi ulikuwa unafanya nini? Nilienda shopping kipenzi. Paka jioni? Ndiyo mpenzi. Bidada anamtengea msosi kwenye package bila kuweka kwenye sahani. Hebu angalau kiweke kwenye sahani basi, unamtengea nani hivi sasa? Mwamba anaona jao tu. Siku iliyofuata Mwamba anakagua drawer ya hela na anashangaa kuona ni nyeupe. Hey, Madison, umetumia shingapi kufanya hiyo shopping? Haijalishi, ulisema nitumie hela kununua chochote. Ndio ukaamua nikomoe sio? Ona sasa, hata hela za site sasa hivi sina tena na ujenzi unaendelea. Mimi sijali, ninachojua hapa nimenunua nguo mpya na iPhone 16. Unajielewa kweli Madison? Haijalishi, mimi nilikuwa nataka simu mpya. Kwa hiyo sasa hivi tunakomoana sio? Acha kuwa baili we mwanaume. Hela unazo na mimi ni mpenzi wako, zitumie kwangu. Sawa bwana au sio? Yaani demu wake na jamani paswa kichwa kweli na ajali kabisa. Siku hiyo asubuhi bidada Edna anakamatika pale site na mabosi zake akiwa amelala. Edna, unafanya nini hapa? Baada ya kuona hivyo Miles anatoka pale kwa hasira. Unataka nikose kazi sio? Haraka Uga anamuita bosi wake akiwahi kujitetea. Bosi haelewi, anasepa tu. Bosi samani, nilikwambia umuondoe. Unahisi nini kingetokea kama waandishi wa habari wangefika hapa na kumrekodi ndani ya site yangu? Yaani kampuni yangu yote ingechafuliwa. Bosi, sikujua kabisa kama yupo hapa. Niliongea naye jana na nikajua kaondoka. Hata mimi nimeshangaa kumuona hapa. Sawa, hii ni mara ya mwisho. Ukikiuka amri yangu tena nitakufukuza. Shughulikia hilo swala haraka. Afu Mwamba anasepa. Edna, mbona unataka tukose kazi da? Yuko wapi huyu binti? Edna, unataka uniingize matatizoni eh? Nakupa kazi na hivi ndivyo unavyonilipa? Bosi nisamee, sina pa kwenda wala sina wazazi. Baada ya bosi kusikia hivyo anakuwa mpole. Sawa, lakini hukupaswa kutuingiza matatizoni. Uone kwamba ni shida hizi, eh? Edna, niambie. Sema nini? Naomba uondoke. Na tunamwona kinyonge bidada akisepa. Basi upande mwingine tunamwona Miles anaenda moja kwa moja kwa Dave, Dobby wake. Dave, samani, hivi yule binti yako yuko wapi kwa sasa? Yule nilimfukuza bosi. Ni kwa nini sasa ulimfukuza? Alichafua nguo ya mke wako na maji, hivyo mke wako aliniambia nimfukuze au hata nichengea tena hapo ofisini kwangu. Mbona nimemwona katika mazingira magumu sana. Usiwaze kuhusu yeye bosi. Ngoja nikuletee nguo zako. Basi Miles anavorudi nyumbani anamwashia moto Madison. Wewe ni mtu kweli? Kwa nini kipenzi? Unaonaje la kuondoa riziki mkononi na mdomoni kwa mtu? Unajiamini nini kufanya hivyo? Sielewi unaongelea nini kipenzi? Hujui. Vipi kuhusu binti aliyekuwa anafanya kazi kwa Dave na wewe ukamwambia Dave amuondoe? Kumbe huyo ni haki yake. Alinichafulia nguo yangu, kwa hiyo ndiyo ni haki yake afukuzwe. Gauni gani kufananisha na maisha ya mtu? Unajua nimemwona wapi? Nimemwona huyo bidada analala site. Yote hii ni kwa sababu ya maamuzi yako ya ajabu. Wewe mwanaume, sina muda wa kusikia kelele zako. Kisa ule uchafu. Au sio? Umebadilika sana Madison. Kisha Mwamba anasepa. Siku iliyofuata Miles akiwa anaelekea site anakutana na bidada barabarani. Bidada baada ya kumuona tu, nisamee bosi, sikufanya kusudi kulala site. Hapana, naelewa kila kitu sasa. Naomba upande gari nikupeleke ukapate msosi na tuongee kama hautojali. Bila kusita bidada anapanda gari na wanaenda restaurant ya karibu. Pale restaurant bidada anafikia kweli. Yaani alikuwa na ubao muda mrefu sana kwa kuwa alikuwa anashindia mikate tu kila siku. Na baada ya hapo Mwamba anampeleka home. Wanapofika pale nyumbani bidada anashangaa kuona nyumba kubwa kweli.
Hapa ndio unapoishi? Ndiyo. Ni pakubwa kweli. Ndiyo. Je, unajisikiaje nikikwambia kuwa una chumba chako katika mjengo huu? Hii kweli? Ndiyo. Pia kama hutojali, naomba kama unataka na utaridhia, nilikuwa naomba unisaidie kuweka mambo sawa kwa kunisaidia na kazi za hapa ndani. Nitakulipa kwa msaada wako kila mwisho wa mwezi. Hilo ni ombi kama unataka lakini. Ndiyo bosi, bila kusita kabisa. Nitakusaidia. Kumbuka nilikuwa nabeba matofali kule site. So hiyo kazi ni ndogo sana. Sawa basi, ongozana na mimi tuelekee ndani. Baada ya kuingia ndani, Miles anamtambulisha Edna kwa mpenzi wake. Baada ya mpenzi wake kumjua tu anawaka, unampeleka wapi huyu? Atakaa hapa na sisi. Umesemaje? Mimi ndio nimetoa amri, atakaa hapa na sisi kuanzia sasa. Basi tunaona mwamba akimpeleka Edna chumba atakachokuwa analala. Sawa, hapa ndio chumbani kwako Edna. Mimi huyu? Ndio wewe. Mungu akubariki sana bosi, wewe ni mwema sana. Sawa, basi nikuache kwanza utulie. Edna anakikumbatia kile kitanda kwanza, manake ni mabadiliko makubwa kutoka katika mbao alizokuwa akizilalia hapo mwanzo mpaka kufikia kwenye godoro. Basi muda msosi, Miles anamuita Edna aje kupata msosi. Anapofika pale, anamwagiza Madison akampakulie msosi. Ile baada ya wawili wale kufika jikoni tu vinaanza visa. Usishike jiko langu, usije ukajaza bakteria zako humu. Bidada anachukua ugali ule ulala pamoja na mabaki ya mboga kisha anaongeza na maji. Haya, msosi wako huo hapo. Pia naomba uweze kula hapo chini, sio mezani kwangu, usije ukapachafua. Na naomba ukimalize, usipokimaliza nitakukamua kweli mpaka uondoke hapa. Kisha bidada anasepa. Basi siku iliyofuata Madison anamuita Edna amfanyie masaji miguuni kwake. Na baadaye Edna anavyohisi njaa anaenda jikoni kupakua msosi. Akiwa pale hata kabla hajaweka mboga anaingia Madison. Wewe unafanya nini? Unaiba chakula changu sio? Nasema hamna kula vitu vyangu wewe takataka. Nasemaje, utapona tu siku ambayo utaondoka hapa. Yaani Edna anawashiwa moto kweli. Basi baadaye bidada akiwa amekaa nje ya nyumba anakula mikate tu. Mara ghafla bosi wake anatokea na haraka anaficha ili asionekane. Edna, mbona unakula mikate na ndani kuna msosi wa kutosha? Bidada anakosa maelezo, hivyo mamba anaelewa kwamba mpenzi wake ndo kazingua. Haraka anaingia ndani kwa hasira. Basi muda msosi, Edna anakaribishwa na bosi wake kula. Akiwa anajiandaa kula hivi, Madison anaingilia kati. Chakula kizuri hivi unataka umlishe mtu kama huyu? Yaani wale kuku wale haiwezekani. Ondoka hapa, usinisimamie. Anachopitia bidada ni shida tu. Basi siku hiyo inaisha hivyo. Siku iliyofuata Madison anaenda kumwomba mpenzi wake hela, lakini mwamba anamkazia. Madison, nina project za muhimu zinahitaji hela sana, lakini hujali hilo. Wewe ni kutumia tu. Kusikia hivyo bidada anajam sana, yani anajaa sumu kweli. Inapofika usiku mwamba anampigia Madison kwenye simu lakini hapatikani. Hivyo Miles anamuuliza Edna, "Vipi, madamu wako alikwambia anarudi saa ngapi?" "Hapana bosi." "Atakuwa ameenda wapi huyu?" Wakiwa sebleni, ghafla Madison anatokea yuko tungi balaa. Kuna vipepeo hivyo. Yaani kichwa cha Madison kimekosa formula. Yaani bidada kalewa balaa. Bidada ana hangover mpaka amepata homa. Baada ya kuona hivyo, Edna anamkanda na kitambaa chenye maji ya baridi kichwani ili kumtuliza homa. Baada ya masaa kadhaa, bidada anazinduka. Ili anavyozinduka hivi, anamwona Edna akimkanda. "Wewe unataka kunifanya nini? Nilikuwa nakusaidia tu. Usinishike, huna hadhi ya kunishika. Toka nje, sitaki kukuona." Kwa hasira, Madison anamwagia na maji. Haraka mwamba anaingilia kati. "Vipi, nini kinaendelea hapa? Baby amenishika na bakteria." Yaani anakusaidia na bado hauna shukrani. Una shida gani wewe? Yaani ni balaa kweli. Siku hiyo mwamba baada ya kutoka jobu anakuja na zawadi kwa ajili ya Madison na Edna. Baada ya Madison kuona Edna anapewa zawadi, moto uliwaka pale. Yaani ilikuwa ni vita ya macho tu kati ya Madison na Edna. "Wewe nakuonya mpenzi wangu huyo." Madison ilimfika shingoni. Kwa hasira bidada anaondoka pale. Basi baadaye muda msosi bidada anajipikia mwenyewe tu. "Mpenzi, mbona ukuniambia kwamba chakula tayari?" Subiri, kumbe umejipikia mwenyewe tu. Si una mikono, nenda kapike." Kusikia hivyo mwamba anaishiwa pozi kabisa. Mwamba akiwa jikoni anajiandaa kupika na Edna anamwomba amsaidie. "Bosi, mbona unaonekana kama utaongoza chakula hivi?" "Hapana, najitahidi kupika mimi." "Hapana, leta tu nikusaidie." "Basi sawa." Ile baadaye mwamba akiwa chumbani, Madison anamwambia nenda kachukua ile zawadi uliyompatia Edna uniletee. La sivyo utapaona hapa nyumbani kama kuzimu. Kusikia hivyo mwamba anashtuka kweli na anakosa amani. Mwamba anachanganyikiwa, sasa hii kuzimu itakuwaje? Yaani hapa tu nilipo ni moto. Basi mwamba ana jinsi, anaenda kuongea na Edna chumbani kwake. Ile baada ya kufika chumbani kwa Edna na kufungua mlango, anamuona bidada akiwa anasali huku akimwombea. "Mungu mbariki sana Mr. Miles." Baada ya kuona kitendo hicho anakosa nguvu ya kumuomba arudishiwe zawadi. Hivyo anasepa na kurudi chumbani kwake. Mwamba kaona huo moto ache uwe moto tu, hana jinsi. Ile asubuhi Miles akiwa anajiandaa kwenda kazini, anampatia Edna mshahara wake wa mwezi. Bidada anapewa kibunda kweli. Baada ya kuona zile hela, bidada aamini. "Yaani zote hizi ni zangu bosi?" "Ndio zako hizo." "Asante sana bosi." Mida ya mchana Madison anamuita Edna. "Madam, uliniita?" "Ndio." "Nenda kalete zile zawadi alizokununulia mpenzi wangu. Zilete pale nje nitakuwa ninakusubiri."
Basi bidada anampelekea zile zawadi pale nje. Kumbe Madison anataka zichome moto. Ustahili hizi zawadi kabisa. Kisha Madison anabeba mafuta pamoja na kiberiti na anazichoma moto. Ni balaa kweli. Haya, toka hapa. Yaani ndani ya ile nyumba kila siku Edna amekuteseka tu. Basi siku hiyo ndo inaisha hivyo. Siku iliyofuata Mwamba anamwambia Edna ajiandae waondoke. Kusikia hivyo Madison anaona wivu sana. Mwamba anamtania kwa kumwambia, "Vipi, uogopi kuwa ngozi yako itaharibika kisa jua? Au zile fujo za pale site. Labda uniambie kuna kitu kimebadilika." Kinyonge bidada anamwambia, "Miles, we sawa Miles, lakini nikijua kuna kitu kinaendelea kati yenu, nitamua yeye, nitafuata na wewe, alafu na mimi. Wote watatu tutaenda kaburini." Basi usiku ule Mwamba akiwa anafanya kazi sebleni anamuita Edna. Ili kujiandaa chap, Edna anaenda na sketi fupi sebleni. Baada ya Madison kumuona tu hivi anajua msala huu. Mwamba naye, "Wow, umependeza sana Edna." "Asante bosi, sema ulivyoniita ili nibidi nivae nguo yoyote ili nisikukasirishe, kwani uliniita." Hivyo nikavaa hii nguo fupi bila kujua. Madison sasa, unaona kaishaanza kukutega sasa. "Hapana, hivyo sio unavyoona mimi bana." "Sawa Miles, na kuchunguza tu. Ina maana uniamini?" "Hapana, sema ngoja nikukumbushe tena. Wote watatu tutaenda kaburini nikijua kuna kitu kinaendelea kati yenu." Basi ile baadaye bidada akiwa room, Madison anaingia kumwashia moto. "Kwa hiyo mpenzi wangu kakununulia vyote hivyo?" "Ndio madam." "Nyambafu, uliona kuua nyambafu wewe." Miles anaingilia kati na kuwatuliza kwani ilikuwa ni mtimbo. "Madison, punguza jazba mpenzi. Niache Miles, nimevumilia sana." Kisha bidada anasepa. Mwamba anamtuliza Edna. Katika 2 na 3 Mwamba anamkumbatia mtoto mzuri alafu anaongeza na asali. Bidada aamini yani. Basi siku hiyo ndio inaisha hivyo. Siku iliyofuata Mwamba akiwa anaenda job, Edna anaomba kuongea naye. "Samahani bosi, jana usiku ulinibusu, unahitaji kujua kama ilimaanisha kitu." "Naomba tuongelee hili swala nikirudi kutoka kazini. Sasa hivi nimechelewa." Kumbe Mwamba anakimbia mada. Basi ile jioni Edna anampikia msosi na anamtengea Madison. Kabla ya kula Madison anamwambia Edna akijaribu, lakini bidada Charlie linamcheza na anakataa kula ule msosi. "Nimesema kula, sitaki." "Nilijua, kumbe umeniwekea sumu ili uniue." Madison anaongea kwa sauti mbele ya Miles kwani naye alikuwa amerudi kutoka kazini. "Kuna nini hapa mpenzi? Mfanyakazi wako kaniwekea sumu kwenye chakula niue kabisa afu akuchukue. Unaongelea nini mpenzi? Kwa nini afanye hivyo? Si anakutaka." "We ni mwongo, sijaweka sumu." Kuondoa utata bidada anakionja. Lakini hamna kinachotokea. Unawezaje kumshutumu kiasi hicho Madison? Dakika 2 nyingi Edna anaanza kukohoa tu. "Edna, nini shida? Naomba maji." Nilisema chapu Mwamba anamwaisha hospitali. Basi ile baadaye Mwamba anarudi home kutoka hospitali na anamwashia moto Madison. "Kusanya vilago vyako na uondoke hapa." "Siendi kokote Miles. Kama ako kadada kamekulogo nifanyie hivi, basi ujue mimi siendi kokote." Mwamba anamkumbusha manzi. "Madison, hivi umesahau kuwa hii nyumba ina CCTV cameras?" "Ndio, nimeona ulichokifanya, usishangae. Na nimeona wewe ndio uliweka sumu kwenye kile chakula." Bidada anaona nimeatimba, lakini anakaza tu. "Mimi siendi kokote." "Madison, naomba ondoke kwangu. Na nikikukuta naita mapolisi kwani umejaribu kumuua mtu." Kwa hasira Mwamba anasepa. "Mama yangu, nimefanya nini?" Bidada anajilaumu kweli kwani alisahau kuwa ile nyumba na CCTV cameras. Baadaye bidada anatoka na begi lake. Inamuuma sana kumuona Miles yupo na Edna, lakini atafanyaje sasa? Yes, basi siku nyingi kadhaa mbele tunamwona Miles akiwa anapenzika tu na Edna. Mambo yameshakuwa moto kati yao. Edna anamshukuru sana Miles kwa kumtunza na kumfanya alivyo, pamoja na kuwa naye katika kipindi kigumu. Yesa, basi picha letu kali kabisa ndio linaishia hapo. Titled, How a Poor Maid Was Thrown Out of the House and Met a Billionaire That Changed Her Life. Asante kwa kutazama mpaka mwisho. My familia, usisahau kulike na kushare, na kama ni mpya kwenye industry basi usisahau kusubscribe ili uweze kupata mazaga kila tunapo upload video mpya. Hala, over and out my familia.